Anaanza Mheshimiwa Swale, wewe utakuwa pili. Na? Anaanza Mheshimiwa Swale, wewe utakuwa wa pili. Ana dharura kidogo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa heshima ulionipa niweze kuwa mchangiaji wa kwanza mchana huu katika wizara hii ya Katiba na Sheria. Jambo la kwanza Mheshimiwa Naibu Spika, nimesoma hotuba ya Mheshimiwa Waziri na mimi kama mbunge wa wananchi wa jimbo la Lupembe, ukisoma katika bajeti hii ya Wizara ya Katiba na Sheria utabaini kama Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya reforms kubwa sana katika sekta ya sheria hapa nchini. Na Mheshimiwa Spika, nataka nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Waziri Dr. Damas Daniel Ndumbaro, lakini pia naibu waziri wake Mheshimiwa Jumanne Sagin, Jaji Mkuu wa Tanzania, lakini pia mtendaji mkuu wa mahakama, SG, AG wetu na DPP kwa kazi nzuri ambayo wanafanya chini ya wizara hii ya Katiba na Sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, nimesoma kwenye hotuba hii katika eneo ambalo Mheshimiwa Rais amekuja na maono makubwa ya kuwasaidia Watanzania ni pamoja na kampeni maalum ya Mama Samia Legal Aid. Mheshimiwa Naibu Spika, sisi wabunge wa vijijini ambao tunajua changamoto za wananchi wetu, ambao wako wananchi wengi hawana uwezo wa kuzifikia mahakama kwa sababu ziko mbali, lakini pia gharama za kutafuta mawakili ni kubwa, lakini pia wako wananchi ambao hawajui taratibu za kupata haki zao. Kampeni hii ya Mama Samia Legal Aid campaign imekuwa msaada mkubwa sana kwa wananchi wa Tanzania. Na nitumie nafasi hii kumwomba Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria. Tumemwona katika nchi yetu kwenye mikoa mbalimbali akiongoza kwa vitendo kampeni hii. Na nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri, katika awamu yako umeifanya Wizara ya Katiba na Sheria kuwa karibu zaidi na wananchi wa Tanzania. Hongera sana wewe na timu yako yote ya wizara hii. Lakini pia Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nitoe ushauri kidogo eneo hili la msaada wa Mama Samia wa kisheria. Ili huduma hii iweze kuwa endelevu pamoja na mipango mizuri ya wizara hii, nilikuwa na shauri sana serikali. Wako watu kwenye mikoa na wilaya wanaitwa paralegal. Hawa watu wana NGO mbalimbali. Nitaka nimwombe Mheshimiwa Waziri atakapokuja kuwind up jioni atuambie wana mpango gani wa kufanya mashirikiano ya kutosha kuwasaidia paralegal hawa, kuwajengea uwezo wa mafunzo, lakini pia kuwasaidia vitendea kazi ili huduma hii ya Mama Samia iweze kuendelevu leo na vizazi vijavyo. Kwa mfano, mimi jimbo la Lupembe tunao watu wa paralegal pale Nyombo wanaitwa Nyomapase, wakiongozwa na mzee wangu Joachim Mwinami pamoja na Lucas Payovela. Lakini pia ukienda kwenye mkoa wa Njombe tunao watu wa paralegal kwenye taasisi kubwa ya Mapao ikiongozwa na mchungaji Sinene. Hawa watu wanahitaji kujengewa uwezo sana kupitia wizara hii. Na nikuombe Mheshimiwa Waziri utusaidie. Wengi hawana vifaa kama kompyuta, hawana usafiri. Tukiwasaidia hawa, wapo karibu na wananchi, wataifanya huduma hii kuwa endelevu na kuwa na msaada zaidi kwa Watanzania. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nitumie nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Lupembe kutoa shukurani maalum kwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kujenga mahakama ya mwanzo ya zaidi ya bilioni 1 pale Lupembe Barazani. Mheshimiwa Naibu Spika, mahakama ya Lupembe pale Barazani ilikuwa imechakaa sana, ilikuwa inavuja, lakini Mheshimiwa Mama Samia ametujengea mahakama mpya ambayo itahudumia wananchi wa kata 7 za jimbo la Lupembe. Wananchi wa Idamba, Mfiriga, Lupembe yenyewe, Matembwe, Ukalawa, Ikondo hadi Kidegembi watapata huduma bora katika mahakama ya mwanzo ya Lupembe. Ombi langu kwa Mheshimiwa Waziri na wizara husika, nishatoa ombi pia kwa wananchi wa tarafa kubwa ya Makambako ambao wanaomba kupata mahakama ya mwanzo pale Mtwango barabarani. Mheshimiwa Waziri anapafahamu, umeshakuwa mji pale unapita kila siku. Wananchi hawa kuna kata 5 kubwa, kata ya Mtwango, Kichiwa, Ninga, Ikuna, Igongoro, wote hawa wanafuata mahakama mbali kule mkoani Njombe au Makambako mbali. Wanaomba mahakama ya mwanzo eneo hili ili wapate ukaribu wa huduma za kisheria
na mashauri yao yaende kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba pia nitumie nafasi hii kuiomba sana wizara hii iendelee kutoa elimu kwa Watanzania kwamba haki ya kusikilizwa, na mimi nimefanya kazi kwenye sekta mbalimbali ikiwemo sehemu ya sheria. Wako watu hawajui umuhimu wa haki ya kusikilizwa. Mheshimiwa Naibu Spika, wananchi wakiwa na changamoto mbalimbali, nimesoma kwenye hii taarifa, huduma ya Mama Samia imewafikia zaidi ya Watanzania milioni 6.4 wamesikilizwa kesi zao. Wananchi wakisikilizwa kesi zao, hata kama hawatapata ufumbuzi, lakini wanapata amani katika maisha yao. Kwa ni muhimu sana haki ya kusikilizwa ikaendelea kujengewa msingi katika nchi yetu. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nijielekeze kutoa ushauri kidogo kwenye eneo la haki ya kupiga kura kwa mwaka huu 2025. Mheshimiwa Naibu Spika, nataka nitumie nafasi hii na bunge lako tukufu kutoa shule kidogo kwa chama cha Chadema na wafuasi wao. Mheshimiwa Naibu Spika, haki ya kupiga kura ni haki ya Mtanzania. Ukisoma kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya 5, naomba nisome kwa manufaa ya wananchi wa Tanzania. Ibara ya 5 inasema kila raia wa Tanzania aliyetimiza umri wa miaka 18 anayo haki ya kupiga kura katika uchaguzi nchini Tanzania. Mheshimiwa Naibu Spika, haki ya kupiga kura ni haki ya uraia wa Tanzania. Hakuna mtu mwenye haki ya kuvuruga haki ya mtu mwingine ya kwenda kupiga kura. Maana yake haki pekee walionayo vyama ambao hawashiriki uchaguzi, wana haki ya kutokushiriki uchaguzi, wana haki ya kutokupiga kura wao, lakini hawana haki ya kuzuia Watanzania wengine kupiga kura katika nchi hii. Lakini jambo la pili, Mheshimiwa Naibu Spika, ukisoma ibara ya 30 ya katiba hii imeeleza vizuri kwamba uhuru wa watu wa kutumia haki yao ya kujieleza unapaswa ukome inapoanzia haki ya watu wengine. Mheshimiwa Rais alikuja na fawara katika nchi yetu. Fawara zimekuwa na matunda makubwa, zimefanya reform katika sheria, zimesaidia kuweka utulivu katika nchi. Lakini Mheshimiwa Spika, inaonekana wenzetu wa Chadema wamevimbiwa fawara za Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Baada ya kupata uhuru wa kujieleza, uhuru wa maandamano, wameanza kuvuka mipaka kwenda kuvuruga haki za wengine kupiga kura. Nataka niombe serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia wizara hii ya Katiba na Sheria, tunaomba mlinde haki za sisi wa Tanzania ambao tupo tayari kwenda kupiga kura Oktoba mwaka huu. Jana nimeangalia kule Ruvuma, Songea, vyama 12 vimekaa vimesema vinashiriki uchaguzi. Na sisi wananchi wa Lupembe, kwa kazi nzuri aliyofanya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuleta maendeleo kwenye maji, kwenye shule, ujenzi wa mahakama, barabara, tumejiandaa kwenda kupiga kura. Tunaiomba serikali isifanye mchezo na jambo hili, lazima ilinde haki ya sisi wa Tanzania kwenda kupiga kura Oktoba mwaka huu 2025. Jambo la mwisho, Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mchana huu, nataka pia nitoe wito kwa vyama vyote vya siasa kama alivyosema Dr. Nchimbi kwamba uchaguzi wa mwaka huu si uchaguzi wa mwisho, uko uchaguzi mwingine baada ya 2025 watashiriki huo, na ziko njia mbili tu za kufanya reforms kwenye sheria. Mheshimiwa Naibu Spika, njia ya kwanza, unafanya reform kupitia bunge hili, unaleta sheria ndani ya bunge, unafanya reforms kwenye sheria. Njia ya pili, kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, unafanya reform kupitia mahakama. Kama iko sheria ambayo haiko sawa, katiba imetoa nafasi ya mtu kwenda mahakamani kuchallenge hiyo sheria ili uweze kurekebishwa. Iko mifano mingi. Mwaka 2004 bunge hili lilitunga sheria ambayo haikuwa nzuri, sheria ya takrima. Wanaharakati walienda mahakamani, sheria hii ikaondolewa. Nataka nitoe wito, huwezi kufanya reform ya sheria kwa kufanya maandamano mtaani Kariakoo. Huwezi kufanya reform ya sheria kwa kuhamasisha watu wasiende kupiga kura. Asante. Kingine ya pili bungeni. Dakika moja napongeza na kushukuru. Asante, naunga mkono hoja. Asante sana. Asante Mheshimiwa Nahodha.